Vizuri sana mtu wa Mungu, Bwana kubariki. Hongera kwa kuwepo tena kwa darasa hili. Ni furaha yangu kuona kwamba tumepata wakati mzuri mwingine wa kuweza kuketi tena darasani na kujifunza maarifa. Bwana kubariki sana kwa namna kipekee mno. Ni furaha yangu kabisa kutamka neema juu yako kwa kuwa umekuwa na juhudi na bidii nyingi za kuweza kufuatilia na kuhakikisha ya kwamba unapata kile ambacho unastahili kukipata kwenye hii dunia na si vinginevyo. Bwana Mungu wa mbinguni akubariki sana. Mungu wa mbinguni akupe neema na kibali kikubwa zaidi tena katika maisha kwako. Hebu wakati huu tumwombe Mungu, tayari kabisa kwa ajili ya kwenda kujifunza neno takatifu kutoka kipindi cha leo. Mungu mwema, tunakushukuru. Asante kwa utukufu wako na nguvu zako nyingi. Asante kwa kibali ambacho umetupatia siku ya leo tena. Mungu mkuu, kwa wakati na majira ambao umeyafanya, sisi tunakushukuru na kukuinua. Asante Mungu mwema kwa kibali hiki. Naomba sasa tena tujalie kujua tupasayo kuyajua katika wakati na majira kama haya ambayo umetupa kuyaendea. Mungu mkuu, barikia watu wako wote tangu sasa katika jina la Yesu. Mungu umetupa mfululizo mzuri wa kujifunza, kupata maarifa, kupata hekima, kupata ujuzi, kujua tupasayo kufanya. Mungu, ni neema kubwa tukiwa katika nchi na hapa duniani kupata mashauri na maelekezi yako ya sawa ili tufanye vizuri katika maisha yetu. Asante Mungu mwema, tujalie kufahamu siku ya leo tena yatupasayo kufahamu kwa habari ya wito ule ambao umetuitia katika jina takatifu la Yesu Kristo Bwana. Tuseme wote kila upande amen. Amen. Bwana kubariki sana. Hongera kwa kutune na hongera pia kwa uvumilivu wako. Pata tilafu kidogo za hapa na pale za kiufundi, lakini neema ya Mungu ni kubwa. Tunakuja kwako tena kama ambavyo imepangwa. Bwana kubariki sana. Na leo tunajifunza, tutaendelea na somo letu ambalo tumekuwa nalohusiana na shule ya wito. Shule ya wito. Shule ya wito. The School of Calling. The School of Calling. Bwana kubariki sana. Na tunaenda kwa haraka tulipoishia kipindi kilichopita. Kumbuka ya kwamba haya ni madarasa ambayo yanakuja maalum kutujuza mambo fulani ya msingi. Tulikuwa na wito mkuu ambao ndio wito mama, ndio wito wa kwanza. Tunaanza pale. Watu wengi tukisema wito wa haraka sana ruka mbali kwamba nimeitwa kuwa nabii, nimeitwa sasa kuwa mtume. Nafikiri pale tu ndio nimeitwa kuwa mchungaji, nimeitwa kuwa mwinjilisti, nimepewa vipawa, nimepewa karama na mambo kadha wa kadha. Is okay. Hizo ni level za juu, ni level za kwamba umeshakuwa. Unajua hata ikiwa mtoto mdogo huwezi kukabidhiwa chochote kwanza unakuzwa katika elimu, katika maarifa, ili ya kwamba ifike hatua uweze sasa kukabidhiwa majukumu fulani. Kwa hiyo kule juu kule huko unakofikiri ambako nimetaja sasa hivi, huko ni baada ya kuwa tumekuwa. Tunaitwa kwanza, tunazaliwa kwanza, mara ya pili tunaitwa kwanza, tunalelewa. Wito wa kwanza huu, tunalelewa hapa, tunachakatwa hapa, tunafundishwa hapa, tunakuwa katika imani hapa, tunamjua Yesu vizuri hapa, tunajua wokovu vizuri hapa, tunajua kila kitu chema hapa kwanza. Baada ya hapo sasa tunaweza kutosha na kufaa kwa ajili ya kutumwa. Sasa wewe utakwenda hiki, wewe utakuwa mchungaji, sawa, na wewe utakuwa mwalimu. Okay, good. Na wewe unapokuwa mwalimu, maana yake tayari ushajifunza, unaelewa kitu cha kufundisha. Unapokuwa mchungaji unaelewa, umechungika, unajua nini maana ya kuchunga. Unapokuwa nabii sasa unataka kuwa kinywa cha Mungu, na mafanya cha kusema, cha kujua mambo umeshafahamu. Unajua hatuendi kwa umaamuma, tunakwenda kwa ufahamu, tunakwenda kwa understanding. Nashangaa leo nakuta mtu anachomoka chap, tayari ameshakuwa nabii, ameshakuwa mchungaji, ameshakuwa mwinjilisti, ameshakuwa. Kuna michakato ya kufikia pale, lakini tunaingia kwenye mchakato tu kuitwa katika wito wa kwanza, ndio tunaingia kwenye ule mchakato sasa wa kutengenezwa na kuwa tumequalify kuwa waabudu, na tunaweza sasa tukafaa kutumwa. Kuna uaminifu, kuna uadilifu,
kuna maadili ya kazi ile pale, ndio unakuwa umetengenezwa kwanza, umeanza mbali kwanza. Unajua leo tuna viongozi wa serikali na viongozi mbalimbali katika jamii zetu, katika koo na familia. Hutokei tu kuwa sasa umekuwa waziri mkuu, sasa umekuwa mbunge, hutokei tu sasa umekuwa. Tukifanya hivyo ndio vile tunaona mambo ya ajabu ajabu. Huyo anayekuwa kiongozi amelelewa vipi? Anaelewa anaweza kubebana na watu kweli? Oho, uongozi ni shughuli kubwa hivyo. So mchungaji ni shughuli kubwa, nabii ni shughuli kubwa. Sio tu kitu kutoka kwanza umetengenezwa, umethibitika, umekaguliwa, umeona unafaa. Tungemweka nani kwa kiongozi mbele yetu ambaye hajui njia, hajui ni nani anaweza kutufaa kutuongoza? Hekima hakuna, maarifa hakuna, ujuzi wa neno la Mungu hakuna. Yesu akasema kiongozi kipofu huyo, na wote wanao kwa nyuma yake wote wanaingia kwa shimo. Sikilizeni, tunaanza kwanza hapa. Huu ni wito mkuu. Nataka kwanza tuelewe vizuri hapa, alafu baadaye tutajua kule mbele na kuaje. Mungu atajua kutumia wewe kupeleka kwenye kona gani. Hatukurupuki tu. Tumepata madhara makubwa sana kwa kufanya vile na watu kufanya hivyo. Bwana akupe neema siku ya leo tunapojifunza kwa habari ya somo hili tena la wito wetu. Wito, shule ya wito. Ni shule kweli, ni shule kweli. Naamini ya kwamba kutoka shule hii watazaliwa watumishi wa Mungu nzuri. Mmoja wapo ni wewe. Yes, utakuwa ni product ya shule nzuri ambao unaipata. Hatuhitaji kwenda kuharibu kule. Hataji kwenda kule kutia aibu. Hataji kwenda kufanya kule tukaaibisha. Tumekutana na aibu nyingi leo hii. Kwa sababu nini? Watu hawajakaa chini wakafundishika. Watu hawajaacha bado yale mambo yao ya kale, tamaa na mambo mengine. So unakuta inakuwa shida huko mbele. Bado mtu hajachomeka vizuri. Kaa kwanza kwenye jiko, tupikike vizuri, tufinyangwe vizuri, tuchongwe vizuri. Sasa hapa ni mahali penyewe, wito wa kwanza. Good. Tulikuwa na andiko letu ambalo tulikuwa tukiendelea nalo katika kitabu kile cha Warumi, sura ile ya kwa kitabu cha Warumi pale ya kitabu cha Warumi, ilikuwa kitabu cha Warumi sura ile ya ngapi ilikuwa? Sura ya 8. Kitabu cha Warumi sura ya 8 ilikuwa mstari ule wa 28, nafikiri tulikufika pale na 29. Hebu tuanze sasa 28 twende vizuri. Warumi ndio sura ile ya sura ile ya 8 na mstari wetu ulikuwa ni wa 20 na ngapi? 28. Tulikuwa pale 28. Oh, very good. Mstari wa 28. Nafikiri tuanze pale au tutasonga mbele kidogo. Tafika mahali pazuri tu ambapo itakuwa baraka katika maisha kwako. Safi sana. Hebu tuone pale mara moja. Kitabu cha Warumi sura hiyo ya 28 na ule mstari sura ile ya 8 na mstari wa 28. Angalia pale kwenye screen yetu. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Walioitwa kwa kusudi lake. Unajua Maandiko yanasema Mungu anatenda kazi, hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Nilikuwa naongea sasa kwa habari kufanya kazi, kutumwa, kutumika. Lakini kumbuka anasema ni wale waliowaita. Naam, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Unapoitwa wito huu wa kwanza umebeba mambo mengi. Unapookoka, unapoitwa hivi, hujui kwamba utakuwa nabii, utakuwa mtume, utakuwa mwinjilisti, utakuwa mwalimu ama mchungaji. Utakuwa na kipawa gani ama karama gani. Just tu umeitwa. Kwa hiyo ukiitwa hivi, kuna utumishi mkubwa mbele yetu ambao tunao sasa. Tunatakiwa kufanya ili Mungu afanye kazi na sisi. Lakini jambo la kwanza, anafanya kazi na sisi kwenye hatua ya kwanza. Anatuandaa, atufinyanga, yupo hapa na kutengeneza na niumba na kwa mwabudu
unatakiwa kuwa mwabudu. Itakuwaje sasa? Utatengenezeka vipi? Ibada na hali ya kumcha Mungu na kumpenda Mungu kwako ndiko kunako kuchakata wewe, unapandiwa namna fulani ya kutamani kutaka kufanya kitu fulani. Mungu anapanda namna zake ndani yako kunapokuwa kwenye ibada, unapokuwa unasoma neno la Mungu, unapokuwa na neno la Mungu, unapojifunza, unapostawi, unapofanya maombi. Yani unakuwa umechangamka kwenye namna zile za maombi, kutafuta uso wa Bwana. Ibada, unakuwa na bidii na ibada za Mungu, na unakuwa na una ile furaha na ule upenzi wa Mungu, yani unaona. So pale unaanza kutengenezwa, unaumbwa, unafinyangwa na Mungu anajidhihirisha kwako kwa nguvu nyingi, kwa uweza mwingi, kwa neema yake. So unatengenezeka, unafinyangika, unafanyika kiumbe kipya hatua kwa hatua. Hata nafikia sasa unaweza ukatumwa, kunaanza kuota vitu fulani, unaanza kuota unafanya, unaanza kusikia shauku kufanya kitu fulani mle, lakini ni kwa sababu unakaa ndani ya Mtume Paulo anamwambia kijana wake Timotheo, ichochee huduma iliyoko ndani yako. Namna gani unaichochea? Unapokaa kwenye neno, maombi, ibada, unaanza hatua kwa hatua, unawaambia wengine habari za wokovu, na shuhudia wengine habari njema. Unatamani watu wakiponywa, watu wakiokolewa, unatamani watu wakimjua Mungu, unatamani watu wangekuwa watakatifu. Kuna vitu vinaanza kuchipuka ndani yako hatua kwa hatua, lakini namna vile unavyozidi kukaa na moto, unapokaa na moto zaidi unakuwa moto zaidi, unapokaa mbali na moto zaidi unakuwa baridi. So kukaa na Mungu zaidi, unajichochea mwenyewe katika ushirika wako na Mungu, lakini na mambo mengine kuchipuka ndani yako, ndipo pia unafungua uwanja mzuri wa Mungu kuweza kusema na wewe. Unaweza kusikia sauti ya Mungu kwenye akili yako, kwenye mawazo yako. Mungu anapenyeza sauti yake huko ndani, unaanza kusikia unaanza, unaposoma neno la Mungu unajikuta sasa unaelewa, unakuta sasa unaelewa, ni akili zimefunguka namna hii. Unachochea kwa kupenda ibada, neno la Mungu, kukaa katika neno la Mungu. Hapa ndipo sasa naambia wanafunzi wake wale waliomwamini, leo ananiambia mimi na wewe, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Unaona, tunakuwa kwenye kipindi cha wanafunzi, alafu mtaijua kweli. Ndio, huwezi kutumwa kama hujui kweli. Alafu hiyo kweli itaweka huru. Ndio, unaweza kuweka huru wengine ikiwa umewekwa huru. So unapokaa kwa neno la Mungu, kuna mambo mengi tunatengenezwa. Bwana kubariki sana. Kitabu cha Warumi kinatueleza vizuri namna ambavyo tunajua Mungu anafanya kazi. Katika mambo yote Mungu anafanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Kwanza unapatiwa mema, Mungu anakupa mema, anafanya kazi, vitu hufanya kazi pamoja. Tutadadavua hii kitu tukaipa pale mstari wa 29, lakini najaribu tukufanya revision marudio kidogo. Wale walioitwa kwa kusudi lake. Una kusudi la Mungu, na ndio maana Mungu anakuita. Anapotuita hivi, hatuiti tu kuja kuzurula, anakuita, ana makusudi ya Mungu, ana makusudi yake kwako. Mungu anataka kila ukifanyalo liwe katika makusudi ya Mungu. Bwana akubariki sana. Sasa tunakwenda mstari wa 29. Mstari wa 29 tunaweza kuona maana wale aliowajua tangu asili. Sasa wale aliowajua tangu asili, baada ya kujua tangu asili, nini kilitokea? Aliwachagua tangu asili. Nilikwambia tuko ndani, tumefichwa ndani, tulikuwa ndani ya plani zake Mungu Mwenyezi kabla ya kuexist. Nilikwambia tutakuwa na darasa wakati mwingine hilo kwenye sehemu za maarifa kule, kwenye shule ya maarifa kule. Kabla ya kuexist kuja hapa duniani hivi, tulikuwa kwanza kwenye plani zake, then akatutoa tufanye mtu kwa mfano na kwa sura yetu. Baada ya kuumba morphology, ile sanamu pale, umbo pale kwa udongo namna hii, sasa anamtoa mtu ndani, anamtoa ndani yake, mtu ndani anamtoa, akapulizia pumzi yake kwenye pwani mwake, mtu akanafsi, kwa akatoa nafsi yake mwenyewe. Mungu Mwenyezi akamega pale nafsi yake, akalitupia ndani ya ile sanamu, ghafla kawa nafsi hai, kawa mtu tayari huyo hapo sasa, lakini amemtoa mwenyewe. Kwa hiyo tulikuwa wapi? Tangu asili tulikuwa katika makusudi yake, katika plani zake, tulikuwa ndani yake. Yani sisi na Kristo tutatoka mahali pamoja tu. Utajua vizuri baadaye kwenye vipengele vya maarifa vile pale. Siku moja, ndio maana ameitwa ndugu yetu. Nasema naweta ndugu zangu. Kwa nini? Tunatoka kwa yeye mmoja. Alitoa sisi
tukatoka kwa ajili ya kusurvive na kuenda kuishi huko duniani, yeye bado akiwa katika hali ya utukufu wake, katika hali yake ya uumbaji. Baadaye tena akamtoa, akamexpress tena Jesus now, akafanyika mwili, akaja kama sisi, tunatembea kama sisi huku. Lengo nini? Kututoa katika maangamizo yetu, kutuokoa. Gharama ya kifo, damu imwagike ili usamehewe dhambi zako. So we were there with God. Ndio maana nasema tangu asili, na aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake. Tufananishwe na mfano wa mwana wake, tufananishwe na yeye alivyo. Unavyomwona Yesu ndivyo ambavyo unaweza kuwa wewe, nguvu zile zile, uwezo ule ule, mamlaka yale yale. Ndio maana hata wakati akiondoka alisema, unajua, alisema utukufu ulionipa na wapa wao. Yes, na wapa wao. Atakaye waona ninyi ananiona mimi, atakaye wapokea ninyi anipokea mimi, atakaye wakataa ninyi anikataa mimi. Sisi like Jesus, like us, like Jesus, like you, kama alivyo Yesu huku duniani kama mwanadamu, kwa sababu alikuwepo kama mwanadamu, alikuja kama mwanadamu huku. Kwa hiyo leo tunaishi katika namna ya kuishi kwake. Mamlaka iko pale kwa nguvu za kukemea upepo, kushinda giza, kushinda roho chafu, kushinda magonjwa, kuponya na hiki na kile. Ndio maana hakusita kusema kwamba haya ninayofanya na ninyi mkiamini mtafanya zaidi ya haya. Kwa nini? Because we are the same with him. Ni kama yeye alivyo. Sasa hii ni mambo haya dimensions, lakini lazima tuyajue hapa kwenye wito huu wa kwanza, kwenye chumba hiki hapa, kwenye wito huu mkubwa huu hapa, lazima tujue tunachakata. Baada ya kujua hapo ndipo sasa una ufahamu mzuri, unaweza kutumwa, kwa sababu sasa unatumwa kama yeye, una uhakika kama yeye, una imani, una ujasiri kama yeye. Hakuna cha kutushinda hapa duniani katika jina la Yesu. Ndio kwa nini tuko kama yeye, tumepewa jina, tumepewa mamlaka, tumepewa uwezo mpaka juu ya nguvu zote ule adui. Na ndio Yesu akasema, ninawapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote ule adui. So na hakuna chochote kitakachowadhuru. Why? We are like him. Tuko kama yeye kwa mamlaka ile ile. Hii ni nafasi kubwa, mtu wa Mungu, uishi hivyo. Ndio maana kuna design ambayo Mungu amedesign, tuliangalia kuna design ambayo Mungu amedesign. Kuna special purpose for us to be here. Kuna makusudi maalum sisi kuwepo hapa. Tunaishi kama wale wenye nguvu za Mungu, lakini lazima tumeitwa. Kwa hiyo ukubali kuitwa, usipokubali kuitwa ni tatizo lingine. Lazima tukubali kuitika tunapokuwa tumeitwa. Bwana akubariki sana. Let's go very fast now. Angalia pale. Ili Yesu yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Kwa leo tuko ndugu wengi. Yesu ndio mzaliwa wa kwanza, is our brother, mzaliwa wa kwanza. Sisi ni ndugu wengi kutoka katika yeye. Aweza kuona sasa wewe pia ni mwana wa Mungu kama alivyo ya mwana wa Mungu. Kama yeye ni mzaliwa wa kwanza katika baba yake ni baba yako, baba yake ni baba yako, baba yake ni baba yako, baba yake ni baba yetu. Amen, amen. That's all. Ni baba yangu as well. Kwa hiyo Mungu Baba. Ndio maana Yesu akata nafundisha, waliposema tunataka tufundishe namna ya kuomba, ya kusali, Yesu akamwambia semeni Baba yetu uliye mbinguni, the same as he called him Father. Vile vile kama anamuita baba, anamuita baba hivyo hivyo. That's why ni ndugu katika. Kwa hiyo hizi ni namna ambazo unapaswa kuzielewa na ukae nazo. Na pia unapokuwa kwenye wito wa kwanza, tunajua mamlaka, unajifunza mamlaka na nguvu zake na uwezo wake jinsi ulivyo. Na wewe unapotumwa sasa, kumbuka pale mshoni katika kitabu kile cha Injili ya Yohana, Yesu akaomba maombi, akasema Baba Mungu Mwenyezi, naja kwako saa hizi, utukufu ulionipa na wapa wao, mimi naingia kwenye utukufu ule ambao nilikuwa nao kabla ya misingi ya dunia kuumbwa. I was with you there. So I'm coming to you now. Lakini hawa sasa ninawatuma kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, hawa nao nawatuma. Kwa hiyo kwa wito ule ule, kwa kutumwa vile vile. Kwa hiyo tunaokolewa, tunakaa. Angalia wanafunzi wa Yesu walivyokaa, hawakuchukua chapter watu kwenye utoza ushuru namna hii kama kina Mathayo wale pale wakaingia kwenye kazi. No. Wakaanza kuwa mitume na nini? Hapana. Hakumchukua tu Petro alikuwa anavua samaki kwa chapter utakuwa nabii, utakuwa mchungaji. Kwanza alikaa nao takriban zaidi ya miaka 3. Yuko nao anawafundisha. Wameitwa kwanza, akata njoo na wewe, njoo na wewe, njoo. Akawa pamoja nayo
usiku na mchana, siku zote, miaka 3.5 wako naye, wanafundishwa kwanza kuabudu. Kina Petro wanakuwa watukutu hivi, anawafundisha wanafunzi. Baada ya hapo sasa wamesha qualify, naweza kuwatuma sasa kwa jambo lingine, na waita kuwaingiza kwenye wito, the second calling. Huu ni wito wa kwanza, second calling. Nao sasa unaweza kwenda mtaani, watuma ulimwenguni mote, kama ulivyonituma nami nawatuma hawa. Lakini baada ya kuwa tumetengenezeka, wito huu wa kwanza ni wa muhimu sana kwenye maisha yako. Nalikwambia hata nisipokuwa nabii, nisipokuwa mtume, mbinguni hatuendi mbinguni kwa sababu ya nimekuwa mchungaji, nimekuwa nabii mkubwa ama mdogo, wherever utakavyojiita, nimekuwa askofu na majina manene ya kuchatisha watu kama vile pale, namna gani ya heshima. Hatuendi kwa heshima na vyeo hizo, tunakwenda kwa sababu tumeitwa kumwabudu Mungu. Waabudu halisi. Hiyo ndio itakayofanya twende mbinguni. Kutumwa na kuitwa ni ziada. Jambo la kwanza, wito wa kwanza, kwamba umeishi. Heri wenye moyo safi, maana watamwona Mungu. Ni moyo safi, sio cheo kikubwa, sio ranki ya juu. No, Mungu akikutuma kufanya hivyo, fanya ukabidii kwa uaminifu, lakini sio itakupeleka mbinguni. Kuna kitu ambacho katupeleka mbinguni. Wito wa kwanza, tukae hapo, panatosha. Kutoka pale tukue. Masuala ya huduma haya, nimeitwa kuwa nabii, na hizi vitu wala sio vya kukimbilia kwamba ndio hobi yangu hiyo. Usiwe hobi yako hiyo. Tulia, tengenezwa pale. Mungu ataweka mwenyewe ndani yake, atakuamsha mwenyewe, atakutuma. Usije ukajituma mwenyewe kwa misimko yako na kuona napenda na tamani kama ningekuwa kama vile. Tuache hizo mambo. Kwanza tutengenezeke vizuri, tufae kwanza, tutoshe kwanza, tuchongwe kwanza, tunyolewe kwanza, mambo tabia, tutengenezwe, tufinyangwe kwanza. Na mtu anafinyangwa na Mungu kuwa nabii, anafinyangwa na Mungu kuwa mtume, anafinyangwa na Mungu kuwa mchungaji, anafinyangwa na Mungu kuwa mwalimu, anafinyangwa na Mungu kuwa mwinjilisti. Unafinyangwa kuwa na kipawa, unafinyangwa kuwa na karama. Yote hivi tunafinyangwa. Mahali pa kufinyangiwa kwenye chumba cha kwanza hiki hapa, kuwa mwamini, kuwa mwabudu, kwa walisi. Fanya vizuri hapo. Nafasi yako ya kuwa kiongozi, ya kutumwa inatengenezwa hapa. Kwa hiyo tulee vizuri, Bwana akutengeneze vizuri, akutume mwenyewe, aweke mwenyewe wito, aweke huduma ndani yako, then tutakwenda kule. Huko mbele katika shule ya wito tutakuja kwenye sasa hapo kwenye wito. Tutaangalia maadili ya kwanza, umepatikaneje kwa mtumishi wa Mungu. Kuna kupatikana, unapatikaneje kwanza, unapatikanaje, watu wanapatikana vipi, bidhaa inapatikana vipi, watu wanachakatwa wapi, nini tunakipeleka kikafae watu, kikalete mapenzi ya Mungu. Unapatikana kutoka wapi? Hatuchomoki tu, unatokea wapi, unapatikana wapi, umezaliwa wapi, nani baba yako. So anwani ya kutosha kweli, ndio uweze kuingia pale. Mahoja kweli ya dodoso za kutosha, sio tunakurupuka tu. So tutaangalia kwa wakati mwingine hiyo habari. Sasa mstari wa 29, walioitwa miongoni mwa ndugu wengi. Mstari wa 30 sasa. Tutakwenda kumalizia pale mstari wa 30, tutamalizia pale mstari wa 30. Maandiko yanasema nini? Na wale aliowachagua sasa tangu asili, hao akawaita. Unaweza kuona akawaita. So ni uchaguzi wa Mungu. Yaani wewe hapo ni uchaguzi wa Mungu. Unaweza kusema mimi mbona sijaokoka? Kumbuka hujaokoka, lakini umeshachaguliwa. Kwa hiyo ni wewe unakataga ule uchaguzi. Ndio unaweza ukabana wewe kutoka kiongozi, bana mimi kweli sijisikii kwa kiongozi na nini, ukaomba msamaha sana, samahani jamani mimi sijisikii. Ni wewe umekataa. Lakini waliokuchagua wamekuchagua tayari katika hali ya wanadamu. Mbele za Mungu, Mungu akikuchagua, kwa sababu unaweza kuchagua na wanadamu, Mungu asikuchague. Unaweza kupelekwa na wanadamu, Mungu asikupeleke. Unapelekwa na dini, Mungu asikupeleke. Unapelekwa na watu, Mungu asikupeleke. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua Mungu amenichagua. Mungu akikuchagua, hata wanadamu wasipokuchagua, unaweza kwamba tumtaki huyu, lakini huyo ndio Mungu amemtaka.
atakuwa tu kwa wakati wake, kwa Mungu anakusudia akae pale. Mungu atafanya njia tu utakapo. Hatugombei, hatupigani, hatukimbizani. Vipi ninyi? Fukuzana tu, mnamenyana tu, mnauana tu, mnasukumana tu, mnatukanana tu mpaka mnaharibu takatifu. Vipi mambo kama hayo? Si hivyo, mshaenda mbali, mshapotea kwa namna fulani pale. Mtumishi wa Mungu hauji hivyo, haiji hivyo, haiji kwa makelele namna ile, haiko hivyo. Unaona? So unaweza ukaitwa na watu, ukaitafuta, ukafanya kampeni, ukapambania, baadaye ukawa hivi unamtumikia Mungu, lakini mtumikie Mungu zake, unatumikia matakwa yako, unatumikia watu waliokuweka, na so ya okay, wanadamu haya. Lakini nataka utambue kile ambacho Mungu anakisema hapa, aliwachagua. Kwa ni uchaguzi, Mungu ameshakuchagua tayari. Sasa ni wewe tu unakataa. Kila unayemuona Mungu ameshamchagua, umeshachaguliwa katika ile general. Anapomtoa Yesu ulimwengu, maana yake kumbuka, anasema Mungu aliupenda ulimwengu, maana yake alipenda watu wote, hakuna hata mmoja aliyembagua. Kutoka pale tunatambua kwamba wote tumechaguliwa, wote tumependekezwa kuirithi uzima, wote. Yesu Kristo anapokuwa duniani, hii ni ishara, ni alama, ni dalili ya Mungu kutuchagua wote, kwamba wote muweze kupata uzima wa milele, wote muweze kufikiria wokovu wenu wote. Kwa hiyo mnaingia kwenye uchaguzi wote. Napona Jesus namna hii, ni uchaguzi wa Mungu. Mimi amenichagua Mungu. Sasa Yesu akija kwangu, ni mimi sasa naamua kwa kukubali uchaguzi wa Mungu au kukataa uchaguzi wa Mungu. Ile free mind, optional mind, free will mind, ndio pale sasa unachagua wapi, una opt wapi. Tutaangalia vizuri. Mungu hakutaka uwe na option hiyo hapo ambayo tumekuwa nayo, tumeingia hiyo, imetuharibu sasa, na leo natuvuka kila upande. Sasa okay, by the way, now tembea katika hiyo. Ukimudu good, usipomudu imekula kwako. Kwa nini? Uitaka mwenyewe. Lakini leo unaposikia maneno ya Mungu, fanya maamuzi mazuri, fanya hukumu nzuri kwenye maisha yako, usikosee. Bwana akubariki sana. So tuko kwenye uchaguzi, naamsha kwamba tumechaguliwa, wote tumechaguliwa. Kwa hiyo ni wewe kukubali uchaguzi wa Mungu. Ndio kukubali Mungu na kukubali uchaguzi wako. Kila anayekubali uchaguzi wa Mungu, Mungu asante kwa kunichagua, utakutana na jambo tofauti. Mungu atakuponya, Mungu utaona umehama kwenye hali fulani ya kuzimu na umekuwa good kwenye hali nyingine njema. Bwana anakubariki sana. Sasa hao akawahesabia haki. Kwa hiyo tunaona pale kuna maneno kadhaa. Wale aliowachagua tangu asili, tunaona kama aliwaita. Kwanza umechaguliwa, alafu anakuita njoo. Akishakuita njoo, wale aliowaita hao akawahesabia haki. Anakuita njoo, alafu anakuhesabia haki. Tuliona unahesabiwa haki. Kwa hiyo usipo njoo huwezi kuhesabiwa haki. Watu wanafikiri pengine dini hizi zilizoko duniani zote ziko kwa Mungu, kwamba dini hii ndio ziko kwa Mungu. Hii dini sio kwa Mungu, kwamba kila mmoja ataingia kwa dini yake kwa namna gani. Ukimwona Mungu hivi amenyoka na njia yake moja tu, anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa njia mimi. Njia ni moja tu. Kwa hiyo ni muhimu kujihoji hapa duniani. Tusifikiri kama kutakuwa na milango, mlango wa dini hii, mlango wa dini hii, haya mlango wa dhehebu hili, mlango wa kabila hii. Hiyo haiko vile. Njia ni moja tu. Tumetupiwa kamba moja tu duniani huku kwenye shimo hilo. Wote tushike hiyo kamba, tutoke. Tukishika kamba wote, tushika kamba ama tula chop, tutatoka tuko pamoja. Chap, tumetoka nje. Sasa ni muhimu sana kutambua ya kwamba tumeitwa wote, njia ni moja tu. Ni moja tu. Alipotuita akatuhesabia haki. Na wale aliowahesabia haki hao akawatukuza. Naona? Unatukuzwa. Ndio maana utukufu ule ulionipa nimewapa wao. Unatukuzwa. Unapokuwa kwenye chumba hiki cha kwanza, unajua hata unapotumwa, unapokwenda kutumika kule, unatembea na ule utukufu wa Mungu ulioupata tangu siku ile uhesabiwa haki. Maana tunasema tunahesabiwa haki bure kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. Naona tangu asili umechaguliwa, umeitwa. Sasa ni wakati wetu wa kuitika. Natamani ya kwamba ukumbuke uwito. Yesu anapokuita, kumbuka uwito. Kubali huu wito.
usikae katika dhambi, na kusihi mtu wa Mungu kwa huruma zake Mungu Mwenyezi, kubali wito huu. Ninakwambia ukweli, kubali wito huu. Huu ni wito mkuu, watu wa Mungu, huu ni wito mkuu. Hata siku ya mwisho parapanda italia. Ni wito kwamba haya watakatifu, muda umefika, amkeni mliolala, mlio hai changamkeni, badilishweni milaka kuja kumlaki Bwana hewani. Ni wito, parapanda ni wito. Mungu angetuita sasa, utaisikia parapanda hii, na Biblia inasema hata wafu wataisikia parapanda, kwa sababu walikuwa wako connected, walikuwa connected, masikio yao wanaweza kusikia frequency za mawimbi ya sauti ya parapanda ya Mungu, itasikika mpaka kwa waliolala katika Bwana. Ni wito, wataitwa wote, wataamka, na kama utabakiwa walio hai, wengine watanyakuliwa, watabadilishwa mila kunyakuliwa kumlaki Bwana, lakini wengine wote watabaki ambao walikuwa wamekataa wito, wamekataa kutakaswa, wamekataa kuhesabiwa haki. Wale waliowachagua tangu asili akawahesabia haki. Wale waliowahesabia haki, maandiko yanasema nini? Akawatukuza, akawatukuza. Utukufu ule niliokuwa nao Baba, ndio naam nimewapa wao. Ukija mstari unaofuata anasema, sasa tuseme nini? Bwana ikiwa upande wetu, hakuna nani aliye juu yetu. Mungu ikiwa upande wako, sana na ambaye anaweza kuwa juu yako. Hakuna atakayeweza kuwa juu yako, kwa sababu Bwana yuko upande wako. Nani atakayekuwa juu yako? Kwa nini? Umeingia ndani ya Kristo. Bwana anakuwa upande wako, Mungu anakuwa upande wako. Sasa hivi ulivyo, kama hujaokoka bado, Mungu yuko upande wako. Uko wewe na walio upande wako ni watu wao ulioweka mbele yako, ni mizimu unaoiabudu, mishetani unaoifuatilia, wachawi ndio wako upande wako, majini wako upande wako. Mungu hawezi kuwa upande wa mtu yule ambaye hajakubali kuitwa, akahesabiwa haki, akatakaswa, akahesabiwa, akapewa utukufu, akatukuzwa. Mungu hawezi kuwa upande wa mtu huyo. Sasa unaweza kuona uko na nani sasa? Ni wakati wako usikie Mungu anapotuita. Anapotuita Mungu ana makusudi maalum. Kwa nini anakuita? Bwana Mungu akubariki sana. Natamani ya kwamba leo usikie wito wa Mungu, usikie sauti ya Mungu, usikie neema yake Mungu, usikie na ukubali, usibaki kule kimya. Natamani leo niombe na wewe maombi haya ya wokovu kwenye maisha ya kwako. Useme, Mungu natoka kule kabisa sasa, nakubali kuwa mtoto wako, nakubali kuwa mwanao, nakataa kabisa kuwa katika hali ambayo sio sawa, nakubali kuwa mwanao, nakubali kuwa mtoto wako. Sasa nasikia sauti ya wito huu. Mungu Mwenyezi, nataka uwe baba kwangu, mimi niwe mtoto kwako. Nataka kusimama vizuri katika mikono yako. Sawa, wito wako ni wa kweli. Mungu asipotuita, nani akuite sasa? Je, ukikataa wito wa Mungu utaitika kwa nani? Utaenda kwa nani ambako kumekaa ovyo ovyo? Utaenda kwa nani? Kwa nini usikubali Kristo leo? Usikubali wokovu leo? Usikubali sauti ya wito huu wa Mungu aliyekuumba? Nisipoitika kwa Mungu nitaitika kwa nani? Nisipokwenda kwa Mungu nitakwenda kwa nani? Nisipokaa na Mungu nitakaa na nani? Nisiposimama na Mungu nitasimama na nani? Bwana asipokuwa upande wangu, nani atakuwa upande wangu? Ni nani atanisaidia? Unaweza kuona usikae katika hali ya ukiwa na utupu na upweke namna hiyo. Bwana akubariki. Na leo nataka tuwe pamoja nawe sasa katika jina la Yesu. Hebu funika macho kwa ulipo, kama kwa mahali pazuri unaweza kupiga magoti mbele za Bwana na nikaomba nawe leo, na Mungu tenda jambo jema hapo ulipo. Najua kweli unahitaji kuhesabiwa haki, si mwenye haki, lakini Mungu ulinijua tangu asili. Unaweza kuona maandiko yanaposema ya kwamba aliwajua tangu asili, halafu akawaita, halafu akawahesabia haki. Ina maana aliwajua tangu asili, lakini hawakuwa wenye haki, na baadaye anapowaita ndipo wanapoitika. Sasa hapo ndipo anawahesabia haki. Ndio maana nimesema kwamba wewe hivyo ulivyo katika dhambi na maovu yako, Mungu amesha kujua tangu asili, amesha kuchagua tangu asili, ili ya kwamba uhesabiwe haki. Sasa anakuita ili apate kuhesabia haki. Ni wakati wa kupiga magoti kwa ulipo, na weka mkono kumja kifuani pako, mmoja inua juu, sema, Mungu mwema, ninaomba neema yako. Nimesikia sauti yako ikiniita.
Neno lako ni sauti yako inayoniita. Umenichagua tangu asili. Uliniona ukanipenda. Nalitoka kwako. Wewe ni pendo. Huwezi kujikataa mwenyewe. Unajipenda wewe mwenyewe. Ulinipa mwili huu niishi ndani ya huu mwili. Na katika mwili huu nimekutana na anguko. Lakini Yesu Kristo umekuja kunitoa katika anguko. Umeniokoa. Mimi roho na nyumba yangu ambao ni mwili wangu pia. Naomba unisamehe. Sasa nitautoa mwili wangu kwa ajili yako, kwa nyumba yako, kuwa dhabihu yako. Sitakutenda dhambi tena kupitia mwili huu. Ee Mungu mwema, naomba unisamehe. Naomba unitakase. Nihesabie haki, ee Bwana. Hukumu iniachie. Nisiwe mwana wa hukumu. Nisamehe hakika Bwana. Ninatubu nikijutia maovu yangu na makosa niliyotenda. Nisamehe kweli. Sitatenda makosa tena. Tangu leo nakiri wokovu na neema hii kuu katika jina la Yesu. Asante Mungu mwema kwa kunisamehe na kunifanya upya maisha yangu yote katika jina takatifu la Yesu Kristo Bwana Mwokozi wetu. Amen. Amen. Bwana akubariki sana. Sasa niombe kwa ajili yako. Kama kuna shida yote, magonjwa, pepo wabaya, roho chafu zimekutesa, zimekukanyaga kwa muda mrefu, amani hamna nyumbani mwako, kuna mambo yaendi sawa, yamkini hata pena usiku wa leo mambo yako sawa. Sawa, ni mtoto wa Mungu, una haki ya kupata chakula hiki ambacho ni uponyaji kwenye maisha ya kwako. Sema, ee Mungu mwema, sasa napokea uponyaji wako katika jina la Yesu. Enye nguvu za giza, ninawaamuru sasa, mwacheni mtu huyo haraka. Pepo, roho ya kuzimu, mwachie huyu mwanamke, mwachie huyu mwanaume. Ni amri tu. Haya, haraka, nenda. Magonjwa ya kila aina, toka, nenda kwa jina la Yesu. Mwachie huyu mtu, ninakuangalia. Pepo, nguvu ya kuzimu, sauti ya Mungu imefika kwa mtu huyu na imeingia masikoni mwake na moyoni mwake. Ni sauti ya ukombozi. Uliyemtesa kwa muda mrefu na kumfanya kwa wa upotevu, kwa jina la Yesu, kila mavazi ya kulomvika, vua, beba, kila alama, toeka kwa jina la Yesu. Acha mtu upesi. Ni amri. Ndio. Tangu leo ninyi ambao mnafuatilia usiku kwa ratiba za kumtumia na kumtumikisha, kwa jina la Yesu, tupa nje. Nafsi ya mtu huyu naita haitakaa na makaburini. Cho kule kwa mchawi, cho toka huko kwa jina la Yesu. Kule kwa wezi wale walioiba afya yako itoke mikononi mwao kwa jina la Yesu. Napeleka moto katika mikono yao. Nafsi hii haitakaa kwenu tena kwa jina la Yesu. Tupa nje haraka ya umwili. Hivyo ndivyo vilivyo. Msimuingie tena pepo. Ndio, kwa jina la Yesu, tupa nje. Msionekane ndani yake, msishi ndani yake tena katika jina la Yesu. Namtenga na makao yenu, namtenga na uovu wenu. Ameponywa, yuko huru sasa kwa damu ya mwana kondoo Yesu Kristo Bwana. Tangu leo umeponywa katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amen. Hongera kwa uponyaji wako tena, na Bwana akubariki sana. Sasa inapendeza, ni furaha yangu kuona ya kwamba tunaweza tukawasiliana. Namba ziko pale kwenye skrini yako unaziona. Pigie simu, take kujua vile ulikuwa na sasa ulivyo. Lakini maombi zaidi, fanya mawasiliano uweze kufanya counseling kwako zaidi. Taji maelekezo mbalimbali, tutaongea ana kwa ana kwa njia ya simu. Sasa namba ziko hapo. Bwana kubariki sana. Ikiwa unapenda kuchangia huduma hii, unaweza kutumia namba hizo hapo tu, pia kutoa fedha yako. Majina yangu kama unavyoona hapo ndivyo itakavyokuwa. Bwana kubariki sana.
Hongera kwa kufuatilia, na nami nifurahi kuona ya kwamba kesho tena darasa lingine linaendelea. Usikose vipindi hivi. Bwana akupe neema, Bwana akupe utajiri, Bwana akufanikishe, Bwana akufanyie uchumi wako mzuri ili uweze kufanya. Najua ni gharama kufuata vipindi hivi. Bwana akuwezeshe wewe katika jina la Yesu, ili udumu kupata maarifa kwa njia hii. Neema ya Mungu iwe juu yako. Ubarikiwe tena na tena kwa neema yake Mungu Mwenyezi. Hadi wakati mwingine tena. Shalom.